Lakini pia watu hawa wamepanga wakitoka kwenye maeneo hayo wakamalizie Ikulu. Sasa sheria zinasema nini kuhusu maandamano yanayotaka kwenda Ikulu au yanayofika Ikulu? The Protected Places and Areas Act. Ikulu ni eneo linalotangazwa kama eneo lililolindwa, yani protected place. Sheria inasema hivi: hairuhusiwi kukusanyika, kusogea bila ruhusa au kufanya shughuli yoyote inayoweza kuhatarisha usalama. Polisi au jeshi la ulinzi wana mamlaka ya kuzuia, kuwakamata au kuwatawanya watu wowote wanaojaribu kuandamana kwenda eneo hilo. Yaani sio kuandamana mpaka mfike, wanaojaribu. Kwa maana hiyo, chini ya sheria hii, polisi wana wajibu wa kukudhibiti wewe kuanzia unapotoka nyumbani kwako. Yaani kwa wale wanaoandamana ambao watakuwa wanatokea hii njia ya huku kwa watoto wa Kishua, kama hata watafika lile daraja la Salenda au pale Tanzanite, inabidi wamshukuru Mungu. Na wale wenzangu na mimi watakao tokea Kilwa Road, kama hata wataruhusiwa kufika Uhasibu flyover pale, sijui kama wataruhusiwa, kwa sababu sheria hii inawataka polisi na jeshi liwazuie watu wanaojaribu kuandamana kwenda Ikulu, sio kuwazuia wasiingie Ikulu. Manake ule ulinzi wote ambao tumeeleweshana uliopo kwenye UN na balozi unazidi maradufu yake when it comes to Ikulu. Lakini pia kuna sababu za usalama wa taifa, yani national security, nazo zinasemaje ambazo zinazuia maandamano kuelekea Ikulu. Ikulu ni makazi rasmi ya rais, kituo cha maamuzi ya kitaifa, sehemu yenye ulinzi wa juu sana. Na kwa mantiki hiyo, mkusanyiko au maandamano karibu na Ikulu yanachukuliwa kama tishio la kiusalama. Serikali inapaswa kuyazuia mapema kabisa kabla hata hayajakaribia eneo hilo. Lakini pia kuna sheria za maandamano za Tanzania ambazo nazo zimetoa mipaka. Maandamano Tanzania yanapaswa kutolewa taarifa polisi, sio kuomba kibali bila taarifa. Na kwenye kipengele kitali polisi wameshasema hawana taarifa na wala hawajatoa kibali cha maandamano hayo. Polisi wana mamlaka ya kubadili njia, mahali au kuyasitisha kama yanaathiri usalama au maeneo maalum. Kwamba kama waandamanaji hao wangekuwa wamepata kibali, basi hata polisi wangewabadilishia njia, wangewaambia fika, kwamba hawawezi kuandamana kuelekea Ikulu. Lakini pia polisi watayazuia hayo maandamano bila kujadili, yani with no discussion. Polisi wanapaswa kuzuia maandamano ambayo yanasema au yanaashiria yataelekea Ikulu. Sasa kuna jambo ambalo ni uhalisia wa duniani kote. Maandamano hayawezi kuruhusiwa kwenda Ikulu. Hapa tunazungumzia hata White House iliyoko USA. Hauwezi kuruhusiwa uandamane ufike White House. Lakini kuna Buckingham Palace ile ya United Kingdom, nayo huwezi kuruhusiwa eti uandamane mpaka ufike kwenye ile Ikulu. Pamoja na hata Ikulu ya Ufaransa huko ambako mnasema demokrasia ndiko ambako inaruhusiwa zaidi, hadi watu wanaruhusiwa kutukana and so whatever, lakini huko nako huwezi kuandamana kuelekea Ikulu. Sasa vijana wenzangu, naomba niwaase na kwa uchungu mkubwa niwaambie kwamba Maria Sarungi aliyewapa wazo la kuandamana kwenda Ikulu anafahamu fika undani wa sheria hizi, lakini amechagua kuwaambia nyinyi mwende mkaandamane Ikulu.